Humphrey Polepole anayeripotiwa kutekwa Tanzania ni nani? Karibu kusikiliza na kutazama makala hii inayomhusu ndugu Humphrey Polepole. Humphrey Polepole amekuwa mwanasiasa maarufu kwa takriban miaka 10 kabla ya kuteuliwa kuwa balozi wa Tanzania Malawi mwaka 2022. Baada ya kuhitimu elimu ya chuo kikuu, alifanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali na kufanya kazi kwa karibu na taasisi za vijana ikiwemo Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM. Alianza kujulikana zaidi kwa umma mwaka 2012 alipoteuliwa na rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mjumbe wa tume ya katiba mpya iliyoongozwa na waziri mkuu mstaafu Joseph Warioba na kumaliza kazi yake mwaka 2014. Mwaka 2016 Rais John Magufuli alimteua Polepole kuwa mkuu wa wilaya ya Musoma mkoani Mara alikohudumu kwa miezi michache kisha kuhamishiwa Ubungo, Dar es Salaam kwa nafasi hiyo hiyo ya ukuu wa wilaya na kuhudumu kwa miezi michache pia. Umaarufu wake uliongezeka alipoteuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, nafasi ambayo kimsingi ni ya kuwa msemaji wa chama hicho kinachotawala Tanzania. Anafahamika kwa kutetea sera za utendaji wa CCM na serikali ya Rais Magufuli hata pale kulikokuwa na utata mkubwa wa masuala kama vile tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu, utekaji, kuwaweka watuhumiwa mahabusu kwa muda mrefu na wengine kufunguliwa kesi nzito za uhujumu uchumi na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 na uchaguzi mkuu wa 2020. Rais Samia alipoingia madarakani Machi 19, 2021, Polepole hakukaa kwa muda mrefu kwenye nafasi ya usemaji, kwani aliondolewa kisha kuteuliwa kuwa mbunge kabla ya kuteuliwa balozi nchini Malawi. Anajulikana pia kwa kauli tata au kuhusu ahadi za CCM na serikali ambazo hazikuwahi kutekelezwa, kama vile ujenzi wa barabara ya juu flyover katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam. Hadi sasa barabara za juu zimejengwa 4 pekee katika maeneo ya Ubungo, Tazara, Chang'ombe na makutano ya barabara za Mandela na Kilwa. Maeneo kama vile Mwenge na Moroko, barabara hizo bado hazipo. Wakati fulani baada ya kuondolewa kwenye usemaji CCM, aliwahi kunukuliwa kwenye mahojiano akisema CCM kumejaa watu wahuni wanaofanya matendo mabaya kama fitna, zengwe na uchawi dhidi ya watu walionyooka kama yeye, na kudai hawezi kupatwa na uchawi, hata shetani anamuogopa. Tangu alipojiuzuru ubalozi na nyadhifa zingine za umma, barua aliyomwandikia Rais Samia Suluhu Hassan na kutaja sababu za kufanya hivyo, kumetokea masuala kadhaa. Aliyekuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Amos Makalla alizungumzia hatua hiyo siku ile ile ya Julai 13 na kusema endapo Polepole angethibitisha iwapo barua ile ya kujiuzulu ni ya kwake, maudhui ni ya kwake, ni utashi wake, lakini ambalo lilimfurahisha ni kwamba amemalizia kwa kusema atabaki kuwa mwanachama mwadilifu wa CCM. Pamoja na masuala mengine, Polepole alikosoa utaratibu uliotumika kumteua Samia na Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa wagombea wa urais na makamu wa rais katika uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika Oktoba 29. Na nukuu, uchaguzi ule ulikiuka desturi ya CCM inayokifanya chama kuendelea kuwa imara, alisema Polepole. Haikupita muda Polepole akaendelea kuporomosha tuhuma moja baada ya nyingine, huku akiwataja bayana watu mbalimbali, baadhi yao mashuhuri, kwa tuhuma za ufisadi na kujinufaisha na fedha za umma kinyume cha taratibu. Kwa namna pekee alikuwa gumzo kweli mtandaoni. Wapo waliompongeza kwa dhati kwa ujasiri wake, pia wapo waliomponda, kumbeza na kumbagaza wakidai kuwa hakuwa na hadhi ya kuzungumzia aliyoyaweka hadharani, maana alikuwa sehemu ya CCM wakati wa Rais Magufuli na sehemu ya serikali wakati wa Rais Samia. Baadhi ya waliotuhumiwa walijibu pia. Agosti 5, 2025, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kupitia katibu mkuu wake Balozi Samuel Shekulindo ilieleza kwamba ilipokea barua kutoka kwa katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka ikitaarifu kuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametengua uteuzi wa Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kumuondolea hadhi ya ubalozi. Uamuzi huo wa rais ni chini ya mamlaka alionayo chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara ya Mambo ya Nje ilieleza pia kuwa Rais Samia kwa mamlaka alionayo chini ya utumishi wa umma amemwachisha kazi Polepole kwa manufaa ya umma. Kwa mujibu wa barua hiyo, uamuzi
uchunguzi huo ulianza tangu Julai 16, 2025. Pamoja na hatua hiyo, Polepole hakunyamaza, aliendelea kutoa tuhuma tofauti zinazowalenga watu binafsi na namna serikali ya Rais Samia inavyoendesha mambo yake. Septemba 15, 2025, polisi kupitia kwa msemaji wake David Misime ilitoa taarifa kumtaka Humphrey Polepole kuripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, na kwamba ilikuwa imefungua jalada la uchunguzi na kuwa uchunguzi ulikuwa ukiendelea kuhusu tuhuma ambazo Polepole alikuwa akizitoa tangu Julai 2025. Misime alisema tuhuma alizokwisha kuzitoa na anazoendelea kuzitoa kulingana na jinsi alivyoelezea zinaashiria uwepo wa makosa ya jinai, na kwamba kwa mujibu wa sheria zinahitaji ushahidi wa kuzithibitisha zitakapowasilishwa mahakamani. Kabla ya Polepole kuripoti kwa DCI Jumatatu ya Oktoba 6, 2025, Tanzania iliamka na taarifa ya kutekwa kwa Polepole na watu wasiofahamika, ambapo wanaripotiwa kuvamia nyumbani kwa Polepole usiku, kuvunja milango tofauti na kuondoka naye kwenda sehemu isiyojulikana, huku picha ziliripotiwa kuchukuliwa eneo la tukio zinaonyesha milango ikiwa imevunjwa na rangi nyekundu iliyosadikika kuwa damu ikiwa imetapakaa maeneo tofauti sakafuni. Kaka wa Humphrey Polepole, Agustino Polepole, ndiye alitangaza kwa niaba ya familia na kwamba walikuwa wameripoti polisi kwa uchunguzi ili kufahamu ndugu yao alipo. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro aliambia BBC kuwa wanafuatilia swala hilo. Msemaji wa polisi David Misime alisema bado wanamngoja Polepole aripoti kwa DCI kama walivyotangaza kwenye wito wao wa Septemba 15. Mwanasheria wa Polepole Peter Kibatala alitoa tangazo Oktoba 6 akivitaka vyombo vya dola Tanzania vyenye dhamana ya kuwalinda raia na mali zao kufuatilia na kutangazia umma kuhusu hali ya mteja wao na mahali alipo. Mtazamaji, hiyo ni makala niliyokuletea iliyoandikwa na kuandaliwa na BBC Swahili. Hapa nimesoma kupitia mitandao yao ya kijamii. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.